Karibu katika shule ya Biblia. Leo siku ya Jumapili tarehe 6 Oktoba 2019. Tuko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tunaendelea na mlango wa 6 leo. Mlango wa 6 sio mrefu sana lakini sio mfupi, na mistari 20 ila imeshiba, ina mambo mengi ya kujadili ya maisha ya hapa ya kila siku ya Mkristo. Kwa hiyo tuwe makini tuweze kufuatilia fundisho hili. Kama tulivyosema, kanisa la Korinto ambalo linawakilisha makanisa ya dunia yote yale, lilikuwa ni kanisa kwa kiasi fulani lililochafuka, lililokuwa lina watu wa mwilini na kama wenye tabia ya mwilini, na kama tuliona Paulo anaendelea kupambana nao. Kuna watu wanaojali hekima ya dunia, kuna watu wanao watu wanaojaribu kulinganisha wahubiri, huyu ni mkubwa, mimi ni wa Paulo, mimi ni wa, yani ni watu wenye tabia za mwilini. Ukishasikia mtu mmoja anajiona mkubwa kuliko mwingine au anajiona anafaa kuliko mwingine, ujue huyo mtu sio wa Kristo au Kristo yuko mbali sana. Huwezi kukuta vitu kama hivyo katika Mkristo aliyekomaa. Haviishi, lakini vinapungua kwa kiasi kubwa. Sasa tunavikuta sana katika kanisa la Korinto, na nyaraka za Paulo kwa Korinto, nyaraka zote mbili zinakuwa zinagusia mambo haya. Mlango wa 5 wa wiki iliyopita tulianza kuona sasa namna ya kuleta nidhamu katika kanisa. Nidhamu. Leo hii makanisa yana kila aina ya uchafu na hakuna mtu mwenye kuleta nidhamu pale. Labda tukirudi nyuma katika mlango wa 5 kwa mfano, anasema mstari ule wa Wakorintho wa kwanza 5:3. Anasema, kwa maana kweli nisipokuwepo kwa mwili lakini nikiwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo kana kwamba nikiwapo. Katika jina la Bwana wetu Yesu, ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu pamoja na uwezo wa Bwana Yesu kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ili roho iokolewe katika siku ile ya Yesu. Unaona kwamba kuna mtu, na alikuwa amesema kwamba kuna mtu alikuwa anafanya matendo ya uzinzi na uasherati ndani ya kanisa. Mfano, na hiyo naona asiamini hakuwa mtu mmoja. Lakini anamleta kama mfano. Na anasema dhambi alizokuwa anazifanya, dhambi zilizokuwa zinafanyika zilikuwa hata duniani hazipo za namna hiyo. Unajua sasa hivi mwanadamu anafanya vitu vichafu kuliko hata vya mnyama. Kuliko hata wanyama. Wanyama ni hayawani, hawana roho wa Mungu, hawana nini, lakini kuna vitu hawafanyi, yani viko nje ya mipaka yao. Hamjawahi kusikia wanadamu unasikia amebaka mtoto wa miaka 3, hamjawahi kusikia? Vipo. Unasikia mtu ameenda amemchukua sometimes hata mwanae, sijui kaiba shilingi 1000, sijui haionekani au 100 kabisa, shilingi 100, anaenda anamchoma mikono yote inababuka. Mmesikia mjasikia? Mimi nimesikia mara nyingi, na kama unasoma haya magazeti ya duniani haya, hizo habari ndizo zinauza. Kusoma wanadamu anapenda kusikia hizo habari. Lakini sio nzuri. Kwa hiyo kama vile ambavyo kwa mwanadamu maovu yanayotendeka ni mabaya kuliko hayawani, vivyo hivyo matendo ya makanisani kama kanisa la Korinto ambalo ni wakilisha kanisa la leo, makanisa ya leo yanakuwa ni machafu. Anasema ni machafu kuliko ya watu wa duniani. Ndicho alisema kwa mstari wa kwanza mlango wa 5 wa Korinto wa kwanza. Ndio tukatoa mfano kwamba madhambi mengi leo hii, na tukatoa mfano. Kwa mfano, ukimwona binti anatembea amevaa nusu uchi, uwezekano wa kujua kwamba ni Mkristo ni 60%. Hutahisi kwamba labda ni hana imani, Muislamu. Hapana, utajua mmoja kwa unaweza hata ukatabiri jina lake. Sawa. Kwa hiyo nasema mmechafuka. Leo hii watu hawataki kusikia habari hizo. Wanataka tukikutana kanisani niache mimi nifanye ninavyotaka, leteni tu vitambaa vyeupe,
tuanze kurukaruka tu wa. Ni kumdanganya Mungu. Hapa mwisho utakuwa unasema Mungu hazihakiwi. Watu kwani tumdhihaki Mungu? Bwana tunakupenda. Bwana tuko kwenye mfungo wa siku 21. Paulo anasema muondoeni mtu mchafu katikati yenu. Mtu anaweza kusema inaonekana hilo ndio jambo kubwa mnaweza kulihubiri. Kama limeandikwa kwenye Biblia mara nyingi ndilo jambo kubwa tu. Kwa mfano tulishasema mara nyingi tutarudia. Yesu hajawahi kuhubiri uchawi hata siku moja. Leo hii kuna makanisa kazi yao, leteni wachawi wote tutaenda kuwachomoa siji roho si vitu gani? Uongo. Wametoa wapi? Tunaenda kumaliza umaskini wako. Yesu hajawahi kufundisha kumaliza umaskini wa wanadamu hata siku moja. Hawezi, anaweza, lakini sicho kitu cha msingi. Hana muda wa hilo jambo. Ana muda na wokovu wa wanadamu. Ana muda na maisha ya watakatifu, ya maisha ya utakatifu. Ndicho anahubiri. Ndicho Paulo anahubiri. Paulo mpaka sasa kwenye mlango wa 6 tunausoma anapambana na watu wanaoweka mbele mambo ya mwilini kuliko mambo ya rohoni. Kumbuka anasema katika Wakorintho wa kwanza 3:16, 18 na 19 anawakumbusha anasema hivi: ukitaka kuwa mwenye hekima katika dunia hii na uwe mpumbavu. Yaani ukitaka kuwa mwenye hekima kwa Mungu uwe mpumbavu katika ulimwengu wa dunia katika hekima ya ulimwengu. Ukitaka kuwa mwenye hekima ukiwa binti, vaa nguo zinazokusitiri viungo vyako, mwili wako. Duniani utaonekana mpumbavu. Duniani utaitwa mshamba. Lakini hata dunia ikikuita mpumbavu, kuita mshamba, asema amina. Kwa Mungu nina hekima. Na anasema hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za Mungu. Anasema Wakorintho wa kwanza 3:19. Hekima ya dunia hii mbele za Mungu ni upuzi. Unajua ni nini? Hekima ya dunia hii ni pale binti anaonekana si ni mrefu, si ni mwembamba, kwanza anaacha kula chakula, sio anafanya nini, anakuwa kama fimbo hivi. Anaenda anavaa uchi, anapita mbele ya watu akiwa anakata hivi. Anaitwa Miss Tanzania, anapewa gari. Anapewa airtime kwenye TV aongee, ndio anaonekana. Kwa Mungu anasema yule ni upuzi kwa sababu amevaa uchi. Kwa Mungu anasema huyo mtu ni mpuzi. Mungu hajapendeza. Anasema sasa ukitaka kuwa mwenye hekima kwa Mungu lazima uonekane ni mpumbavu mbele za Mungu za dunia. Binti wa leo ukivaa kitenge chako, gauni lako, sketi yako, ukapendeza, usipovaa masuruali, Mungu anasema mwanaume asivae mavazi ya mwanamke na mwanamke asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana anayefanya hivyo yeye anakuwa ni machukizo mbele za Bwana. Usipofanana na dunia utaonekana mshamba. Sasa sijui Paulo anasema kama ningekuwa niko hapa kuwapendeza wanadamu, basi nisingekuwa nahubiri hivi, nisingekuwa nasoma neno la Mungu. Tuulize, tuko hapa kuwapendeza wanadamu? Tuko hapa kumpendeza Mungu? Kwa sababu unaweza kumpendeza Mungu kesho kawa kwenye msiba wake. Amekufa, ameondoka. Wewe unatafuta kumpendeza sio ni boyfriend wangu. Kesho umemzika. Lakini ukimpendeza Yesu Kristo utakuwa naye milele na milele. Ndio maana ya maneno haya. Sasa Paulo akiwa anahangaika na kanisa la Korinto, kwa kweli nadhani kitabu cha Wakorintho wa kwanza ni kitabu kizuri kwa sababu kinafaa kanisa lililochafuka kama makanisa ya sasa hivi. Yote. All of them. Yote. Huyu sasa ameanza kuhukumu. Yesu anasema mimi si hukumu mwanadamu, neno hilo nililolinena ndilo litakalo wahukumu siku ya mwisho. Neno hili ndio linahukumu. Sina neno la mwanadamu nalonena. Paulo anasema mimi nilipokuja kwenu sikuja na maneno yangu, na mimi sijawahi kusimama hapa kwa maneno yangu hata siku moja. Na siku maneno yangu yakitaka kuwa mengi kuliko maneno ya Mungu, nitatafuta kazi nyingine na nitaipata ya kufanya. Hii nitaachana nayo. Nitaipata hiyo kazi.
Kwa nini ninene maneno ya mwanadamu kwenye madhabahu ya Mungu? Basi Paulo katika mlango wa 6 wa leo ulikuwa kama utangulizi wa kuleta connection na kitabu cha Ufunuo. Unajua wakati mwingine inakuwa ni vigumu sana kwenda kwenye mistari kabla ya kuongelea sura yenyewe. Unaona unakariri mstari kumbe sura huijui. Unaona unakariri sura kumbe Biblia huijui. Haina faida. Zana mtu anaweza kakariri kijiji vizuri maana wanapokaa lakini hajui hata nchi yake mipaka yake. Haina faida. Kitu cha kwanza pata mipaka ya nchi yako. Baadaye pata mipaka ya mkoa wako, wilaya yako. Sasa ndio sababu wakati mwingine nikiondoka bila kugusa baadhi ya mistari ushangaa, lakini maadamu nimegusa kitabu cha Wakorintho wa kwanza na Biblia katika context yake, katika upana wake, katika muktadha mzima, ndio maana. Unajua leo kuna watu waamini kwamba Biblia kila neno la Mungu lilo kwenye Biblia ni kweli. Wanafikiri mengine ni kweli, mengine ni uongo. Uongo? Anasema hili sio la kweli. Kila neno la Mungu lililo katika Biblia ni kweli na linatakiwa liheshimiwe na litendwe kama lilivyo. Lakini leo wanadamu wa Kristo wanaamini kwamba vitu vingine sio kweli, vingine ni kama vile Mungu kachanganya mauongo na maukweli basi akawapa uchambue unachokiona kinakufaa. Hiyo ni kukosa muktadha wa Biblia. Sasa hata kama nitajua mistari yote mizuri nikaijua mwingine, wewe unajua mawazo mazuri na kuanzia kama hujui sauti ya Mungu yote haina maana. Ndio sababu kanisa limechafuka kuliko dunia. Ndio sababu warokole wana ukimwi kuliko mikoa ya warokole na ukimwi kuliko mikoa ya wasio warokole. Nani abisha? Ndio sababu warokole wanavaa uchi kuliko kabila nyingine yoyote ile. Nani abishe? Ndio sababu warokole ni maskini kuliko watu wote. Nani abishe? Hayupo. Vitu vingine vinaonekana kwa macho. Ndio sababu kimsingi warokole ni waongo, wana lugha mbili mchanganyiko. Yaani anakuambia hii kuliko wote. Sina maana kwamba ninyi mnabisha. Ninyi mko pamoja na mimi. Ninaongea na hao. Lakini vile vile na sisi wenyewe kusudi tujitafakari. Nasema ajiangalie aliyesimama asianguke. Kwa sababu unaweza kuwa umesimama, niko vizuri bwana, nimesimama. Safi. Kumbe mweleka uko unakutafuta unaenda kwenda chini. Kwa lazima wakati mwingine tuwe makini na haya. Sasa Paulo anasema hivi mlango wa 6. Ngoja tuende kwenye mistari mingi ya wakati. Anaongelea habari ya hukumu ndani ya kanisa. Na nitagusa kitu kimoja hapa. Sehemu ya kwanza ya mlango wa 6, sehemu kubwa ni namna ya kuleta hukumu ndani ya kanisa. Makosa yanafanyika, madhambi yanafanyika. Ni kama muktadha wa sura ya 5. Sura ya 5 ilikuwa ni kumtenga mtu. Sura ya 6 ni wapo kuna watu wamekoseana ndani ya kanisa. Anawashangaa, mtapelekanaje mahakamani? Mtapelekanaje polisi? Leo hii Wakristo wanapelekana mapolisi. Sehemu ya pili anaongelea kosa lile au uzinzi na uasherati, mlango wa 6. Na ndio utaendelea mpaka mlango wa 7. Kwa hiyo mlango wa 5 na sehemu ya pili ya mlango wa 6 na mlango wa 7 ataongelea. Kwa hiyo ni mambo mawili makubwa, nisipoweza kuyadhibiti, yatathibitika vya kutosha. Lakini kudraw mifano mingi kutoka sehemu nyingi kwenye Biblia nisipoweza tutaelewana, lakini kidogo utakachopata sio kidogo, ni kikubwa. Ndani ya saa moja tunajifunza vya kutosha. Sasa anasema mstari wa kwanza, mtu wa kwenu akiwa anadaiwa, ana madai, ana kitu anataka haki yake anadai, ni dai. Anaita daawa, yani deni au kitu fulani anadai haki. Juu ya mwenzake athubutu kushtaki mbele ya wasio haki wala si mbele ya watakatifu. Biblia ilisema tangia mwanzo na mara nyingi watakatifu kwa lugha nyingine ni watu waliookoka. Ila viwango vyetu vya watakatifu havilingani. Ukiokoka ukalikiri jina la Yesu Kristo moyoni na kutamka kwa kinywa, unaingia katika orodha ya kundi la watakatifu wa Mungu. Na watakatifu ni watu walio hai, sio watu waliokufa. Hawatangazwi kwa vyeo. Tuliona ndio ilikuwa mwanzo kabisa sura ya kwanza ya Wakorintho wa kwanza. Anasema sasa watu wanapokuwa na madeni, wana makosa, wamekoseana, wanadai fulani, badala ya kulileta mbele ya watakatifu, mbele labda ya kanisa, unashtukia tayari wako polisi, kesi inaunguruma mahakamani.
Na anasema mnathubutu kwenda kwa watu wasio haki. Kwa lugha nyingine, mifumo ya haki ya dunia kulingana na neno la Mungu ni mifumo ya watu wasio haki. Na mtu yote asiyokuwa katika Yesu Kristo, asiyeongozwa na neno la Mungu, asiyo kwa Mungu ni mtu asiye haki. Je, Mungu hajawaadhimisha? Hapana, Mungu amewaadhimisha, anasema ni mamlaka tuyatii, lakini sio kwa ajili ya kanisa kama sehemu yake ya kwanza ya kukimbilia kutafuta haki. Na naomba labda nitasahau niliseme kabla sijaenda mbele. Sio kila anasema ni dawa, ni mambo kama ya madeni na kudaiana. Hapa hajaongelea jinai na jinai nazo zinatofautiana. Kwa mfano mtu labda ubakaji. Tutakuja kuona kwamba Mungu anasema hao watu mamlaka za dunia Mungu ameziweka ili kusudi pia zifanye kazi ya kutoa adhabu na kudhibiti nidhamu ya wanadamu hata nje ya kanisa. Kwa hiyo mtu anapofika sehemu fulani amefanya ubakaji, huyo mtu sio mtakatifu. Sehemu yake ya kuhukumiwa ni huko duniani. Ni mahakamani, ni polisi. Lakini nilimpa 20,000 tukubaliana mpaka wiki ijayo si 200,000 au amenilipa si na nini, alafu anasema mnaenda kushtakia. Anasema hivyo vitu ni vya watu, vinaweza vikatokea katikati ya watakatifu vya kudaiana, mvimalize ndani yenu ninyi wenyewe. Na ninaomba pia ieleweke. Mtu mmoja anaweza asielewe. Leo hii hata ndani ya ndoa unazia mwanamke na wanaume wako polisi na wana kanisa eti wanasali. Na unaweza ukakuta shahidi ni muumini au ni mchungaji. Sasa hilo kanisa la wapi? Naamini ni kanisa lakini sio kanisa la Kristo, kwa sababu Kristo ana sauti yake. Ni dhambi kubwa kabisa kwa watu wa ndani ya nyumba moja, mme na mke, mtoto na nini, kushtakiana, isipokuwa kama ni watu ambao sio wa kanisa. Anaendelea mstari wa 2, nitalifafanua baadaye kidogo. Mstari wa 2 anasema, hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Anasema kwamba hasa zile hukumu ndogo ndogo. Pia unajua kuna hukumu ndogo ndogo zinaudhi na ndizo zinazosumbua. Hata katikati ya watoto. Unaweza kukuta watoto labda huyu amemkanyaga huyu, wewe umemgusahi. Kama zote zinaenda mpaka kwa baba na mama, baadaye inakuwa ni kero. Lakini je, ni makosa yani zisemwe lakini ziondolewe. Yani kuwepo na utaratibu wa kupambana nazo. Kwa hiyo hata kama hatutaondoka na hoja kubwa nyingine, hoja ya kwanza ni kitu kisichokuwa cha kawaida na hakikubaliki kwa watu waliooana, walio kwenye ndoa, au mtoto na baba yake wote wanasali ndani, au na mama yake au nani wanasali ndani ya kanisa, wakaenda kushtakiana. Yaani inaanzia ndani ya nyumba kabla ya kwenda hata ndani ya kanisa. Maadamu ni watu waliookolewa. Anasema hasa kwa kanisa, hasa kwa dhambi hizo ndogo. Hatuongelee jina, hatuongelee mauaji, hatuongelee nini. Mauaji ni picha ya mambo ya duniani. Kwa hiyo huyo mtu kimsingi haingii kwenye kundi la watakatifu. Ni mtakatifu gani ambaye ni muuaji? Tuendelee. Tunaweza kusema Daudi. Unajua Daudi pia alikuwa hajakutana na Yesu Kristo. Kwa hana roho wa Mungu alikuwa anakuja kwa nguvu nyingi, alikuwepo, lakini roho wa Mungu aliyeletwa na Yesu Kristo ni mkubwa. Na ile andiko lilikuwa alijaje, alikuwa alijamfunga Daudi. Sisi limetufunga. Anaendelea mstari ule wa 2 anasema, hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Anasema hamjui ya kuwa tutawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya. Anasema sasa iwapo tutafika sehemu fulani, unaweza kusema tutahukumuje ulimwengu? Twende katika Mathayo kwa sababu ya muda nitakwenda haraka sana. Mathayo 19. Unajua wewe uliokaa hapo ukatulia kumsikiliza Yesu Kristo, utakaa siku moja ufanye kuhukumu dunia kwenye ile miaka 1000 ya Kristo. Anasema katika Mathayo 19
27 ndipo Petro akajibu akamwambia tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata. Yaani tumeenda kwenye utakatifu. Tutapata nini basi? Yesu akamwambia mimi nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake ninyi nanyi mtaketi viti 12 mkihukumu kabila 12 za Israeli. Kasema alikuwa anaongea na mitume. Neno la Mungu linasema pia na watu wengine watakaofanya kazi kama ya mitume watafanya kazi hiyo hiyo. Twende katika kitabu cha Ibrania 2:5. Unajua mwanadamu aliyemwamini Yesu Kristo amepewa vitu vikubwa kuliko malaika. Ibrania 2:5 Biblia inasema hivi. Msikiza mstari wa ajabu sana. Ibrania 2:5 anasema hivi. Maana hakuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunao unena ila mtu mmoja ameshuhudia hivi mahali fulani akisema mwanadamu ni kitu gani hata mkumbuke. Yaani anainukuu Zaburi ya 8. Anasema Mungu hajaiweka ulimwengu ujao chini ya malaika. Na tunaona kwa kweli kazi ya malaika itakuwa ni kama wakati wa kumalizana na ulimwengu huu wa sasa. Lakini ulimwengu ujao hatuoni picha ya malaika. Hatuoni. Malaika alikuwa anakuja, anasema nikamwona malaika mmoja amesimama mguu mmoja katika jua, mmoja katika nini, akafanya hivi, lakini baada ya Ufunuo 20 pale na kuendelea, tunaona kazi ya malaika hatuzionioni sana. Lakini andiko linasema, sasa unaweza kusema mbona tumeenda mbali? Hapana, niko najaribu kujenga hoja, sio kujenga kujazia, kulinganisha maandiko ya Mungu. Anasema sisi ndio tutakuwa tunawahukumu na malaika. Na tutahukumu na ulimwengu. Sasa anasema kama mna uwezo wa kuja kuhukumu vitu vikubwa namna hiyo, si mwanze kufanya majaribio basi mapema hapa mhukumiane ninyi kwa kesi ndogo ndogo. Leo hii unasikia kanisa fulani kuna mgogoro kati ya kuna kiwanja kiko mahakamani katikati. Na viwanja vinasumbua sana makanisa. Kuna kiwanja kiko Mwenge, sijui kanisa la fulani linadaiana na mtu wa kanisani alikuja akakitoa, amjasikia hiyo kesi inaendelea. Akakitoa kwa kanisa sasa amekichukua tena. Biblia inasema ikiwa imefikia hapo hata kwa nini basi usiwe tayari kukubali hata ukafanywa vibaya? Kama kuna mtu amekuja ametoa kiwanja kwa hilo kanisa lako wewe fata wa Mwenge. Alafu akakikataa ukichukua. Kubali. Kuna viwanja vinapatikana mpaka Kigoma, viko vingi. Natoa mfano kwa sababu mbona umekasirika? Nimekasirika kwa sababu hiyo linaitwa kanisa la Kristo. Kristo anatukanwa. Tumekuwa tunasema tunaimba wimbo hapa, mteteni Yesu vitani, ndio kumtetea Yesu Kristo wakati mwingine. Kwa sababu wakati mwingine jina la Yesu Kristo linadharauliwa kwa sababu sasa unaona hawa Wakristo hawa wanapambana na viwanja. Tusome mstari jibu linasemaje? Jibu linasema hivi. Anasema hivi. Mstari wa 7. Anasema hivi. Basi ikiwa imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashtakiana ninyi kwa ninyi, maana si afadhali kudhulumiwa? Si bora ukubali udhulumiwe? Anaendelea hivi. Maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu? Anasema ni mara 100 kama mmeshindwa. Kwanza kitu anasema mzihukumu ndani ya kanisa. Na anasema ina maana ninyi mmekosa mtu hata mdogo tu wa kuwa na busara za kuleta kuhukumu vitu vya kanisa. Sasa anasema labda hatuko wengi sana, lakini siku ikitokea na ndani ya makanisa unaweza kukuta mtu fulani na fulani hawaongei kisha kwa sababu siku moja nilivaa nguo yangu akaisema kwamba ni mbaya. Uongo. Ni mambo ya mwilini. Tufike sehemu fulani mavazi ya mtu yawe mavazi ya mtu. Hata kama amevaa kikahaba mwache, ili neno litakuja huko mbele litambomoa. Tuwe na muda wa kumtafuta Kristo zaidi. Anaendelea. Turudi nyuma, kuna mstari niuruka ambao kuna mistari miwili ya kusahihisha sana tu. Mstari wa 4 ulivyoandikwa sihitaji kusoma hapa. Kama hivyo ulimwandiko kana kwamba ngoja ni usome alafu ngoja ni usome kwenye King James.
Maana ninaamini kwenye Biblia yangu na kwenye Biblia yako na Biblia mtu mwingine, huo mstari utakuwa yani unaweza hatuna guarantee kwamba unasoma sawa. Sasa ushaona unakuta Biblia ya Kiswahili lakini kila unajiuliza Mungu aliongea mistari tofauti yote kila wakati anaitofautisha. Pana Mungu aliongea neno hili, mwanadamu akaamua akaweka la kwake. Na hao watu wanaoharibu neno la Mungu atashughulika nao kwa hasira kali sana. Mstari wa 4 kwenye King James anasema hivi na nitautafsiri anasema if then ye have judgment of things pertaining to this life set them to judge who are least esteemed in the church. Anamaanisha gani? Anatumia neno kama ana kejeli kwa mbali. Sometimes kejeli zipo kwenye Biblia. Sio nzuri, lakini wakati mwingine kama zina uwezo wa kumfundisha mtu zaidi kuliko kumwambia moja kwa moja, bora umpe kama unamkejeli kusudi aelewe. Anasema hivi, kama ninyi mtakuja kuhukumu dunia na mstari wa 4 na kuhukumu kwa sababu kwanza kwenye Biblia yako, mimi ya kwangu Biblia ya Kiswahili mstari wa 4 umeshia na swali na alama ya kuuliza, ndio sio? Mstari wa 4. Kwangu Biblia yangu naamini mimi una alama ya kuuliza, ya kwako ya Kiswahili. Ya kwako ya kuuliza. Mwingine ambaye labda hana alama ya kuuliza. Mstari wa 4 umeishia kwenye alama ya kuuliza? Lakini kwenye King James hakuna alama ya kuuliza, sio swali. Anasema hivi, iwapo ametoka kusema kwamba ninyi mtahukumu dunia, mtahukumu watakatifu, mtahukumu watakatifu, yes, watu wanadamu na malaika. Na malaika. Ngoja niseme kitu, niseme hii alafu nitarudi kwenye hoja ya nani atahukumu nani. Nitaisema. Anasema basi kama ni hivyo mnaonekana nyie kazi yenu ya kuhukumu ni kubwa, mtahukumu vitu vikubwa. Ninawaombeni basi kama kejeli muwatafute wale watu ambao yani ndani ya kanisa mnaona ndo wachanga labda. Ndo wasio na hekima nyingi sana ya kimungu, muwape wahukumu hizi kesi za kidunia. Ndicho anamaanisha kwamba look unto those who are least esteemed in the church. Wale ambao yani ndo wachanga kabisa, ndo wa chini. Huhitaji kwenda kumtafuta mzee wa kanisa wa juu, siji nini mzoefu kuhukumu kesi ya mavazi. Ndicho anasema. Huyo mumwache apambane na hukumu ya dunia na malaika. Ndicho anachosema. Sasa hapo kaweka swali asiyule atamuuliza nani? Tutaendelea. Nilitaka kuongelea kitu kimoja. Sasa anasema mtahukumu ulimwengu na malaika. Kiwango chetu cha hukumu, unajua hata mahakimu hawalingani. Kuna hakimu za mahakama ya mwanzo, kuna mahakama ya wilaya, kuna mahakama ya hakimu kazi ndio ndio inaitwa mahakama ya mkoa hiyo. Kuna mahakama ya mahakama kuu. Mahakama kuu. Na baadaye kuna mahakama ya rufaa, kuna mahakama nyingine tofauti za ardhi, mahakama ya haki za binadamu, mahakama mengi, mahakama ya rufaa, mahakama ya kikatiba, yani vitu vya juu viko vingi. Yote ni kuleta haki za duniani. Kiwango chako cha na mimi cha kuhukumu kitategemea ni wapi umejua sauti ya Mungu, kwa sababu tutahukumu kwa kutumia neno la Mungu. Neno Yesu alisema hivi, anasema msifikiri kwamba mimi ndo nitahukumu, anasema neno hili linalosema ndio litakalohukumu. Sasa huwezi ukatoka hapo ukataka kwenda kuhukumu kesi kama hujui neno la Mungu. Kwa hiyo jinsi tunavyoweza kusikia neno la Mungu na kulielewa ndio tutakalotumia kuhukumu. Lakini Biblia inasema tuhukumu ulimwengu. Nani anaamini kwamba tuhukumu ulimwengu? Nani anaamini kwamba ile neno linaloandikwa humu kwenye mstari wa 2 ni kweli? Mimi naamini. Naamini hakuna neno ambalo Mungu anaweza kaliandika humu akawa hamaanishi. Hakuna neno kwenye Biblia lililoingia kwa bahati mbaya au kwa kubahatisha au kwa vyote vile, liliingia kwa makusudi mazima ya Mungu. Kwa hiyo lakini kwa ufupi nasema twende katika Mathayo tuone
neno la Mungu linaongea sawa. Mathayo 18. Kuanzia 15. Neno la Mungu linaongea sawa. Paulo anasema kwenye mlango wa 6 kwa kuna tatizo ndani ya kanisa, mlihukumu ninyi wenyewe. Msilipeleke kwa dunia. Anasema huko duniani ni watu wasio haki. Sasa mtu hana uvuvio wa kimungu. Mungu ndo Mungu mwenye haki. Mungu ndo mtakatifu, ndo mwenye haki peke yake. Haki nyingine tunayoipata ni kutoka kwa Mungu au kwa kusikia sauti ya Mungu. Mstari wa 18 Mathayo, mstari wa 15 Biblia inasema hivi. Mstari wa 10, mlango wa 18 mstari wa 15 Mathayo 18:15 nasema ndugu yako akikukosea enenda ukamwonye wewe na yeye peke yenu, akikusikia umempata nduguyo. La hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja na wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. Yesu anasema mtu akikosea mpeleke polisi hapa. Anasema hapana, anza wewe mwenyewe. Akikusikia inaishia hapo, wala uhitaji kwenda kusema huyu nimempasha vidonge vyake, hapana. Imeisha. Akikataa watafute watu wawili watatu wa kanisa. Alafu na ni kutimiza sheria. Musa anasema ili kusudi kwa vinywa watu wawili watatu neno lote liweze kuthibitika. Mstari wa 17 anasema na asipowasikiliza wao liambieni kanisa. Asipowasikiliza sasa ndo mpeleke polisi. Ndio dunia ingekwambia. Mume wangu aleti matumizi nyumbani na mpeleka ustawi wa jamii. Kwa wangu nampeleka polisi, inaonekana hafanyi hiki na hiki. Anasema aliambia kanisa na asipowasikiliza kanisa pia na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Manake huyu ameshindikana. Sasa hapo ndio unaweza kumpeleka mataifa kwenye mahakama ya duniani. Na anasema ni jambo la kudaiana. Sio jinai, sio upakaji, sio uvamizi, sio mauaji na matendo mengine kama hayo ya kidunia duniani. Kwa hiyo unaona kwamba neno la Mungu linaongea kitu kimoja. Anasema hivi. No mwisho akasema iwapo naomba pia tujue. Na hii ni busara na Biblia inasema mara nyingi kwenye mithali. Mithali unajua tulikuwa tunaisoma tukaishia 17 tukumaliza. Naomba Mungu atupe neema tuimalize. Tulikuwa tunajifunza vitu vingi sana. Tutafutia muda tu. Biblia inasema kabla hujafikiria kumkopesha mtu, ikiwezekana usifikirie kwenda kumdai. Mara nyingi leo hii Dar es Salaam watu wanakopeshana hawakopeshani. Wanakopeshana kwa tabu sana Dar es Salaam. Anasema ukitaka ubaya dai chako. Lakini yani inashauriwa kama mtu ana mahitaji mpe. Kama ikilazimu ukopeshana ukamkopesha kitu mkopeshe, lakini usitegemee sana kurudishiwa. Na Yesu alisema akikurudishia basi mshukuru Mungu. Lakini mara nyingi Biblia inaonyesha kwamba mara nyingi unapokopesha mtu usiwe na mategemeo, yani uwe tayari kudhulumiwa. Ndio Biblia inasema. Na tukitumia hiyo principle, hiyo kanuni, inaweza kutusaidia sana kupunguza ugomvi na wanadamu. Leo hii watu wengi wanagombana kwa sababu ya vitu hivi vya kukopeshana kwa azimana. Ukiona una kiatu chako wewe ni mdada ukampa hata mtu wa duniani, umpe kitu ambacho uko tayari kukiacha kikaondoka. Kama ni kitu nahisi hiki lazima tufikishane polisi, usimpe. Kabisa. Na hakuna sheria inayokulazimisha kwamba mpe mtu kila kitu. Lakini kuna sheria inasema kama tumpe mtu wape watu vipi. Lakini kanuni yake uwe tayari kudhulumiwa. Kama kuna kitu huwezi kudhulumiwa usimpe. Nikafundishwa kadogo lakini kakutusaidia sana. Tuendelee mbele. Na unaweza kusema sasa sina mtu ambaye nitadhulumiwa. Hujui inaweza katokea miaka 10 baadaye na sina uhakika kama tutakuja kusoma tena Wakorintho wa kwanza 6 maishani kama somo. Lakini tuko tunairejelea
maandiko hayo lakini hatoa kifungu. Kwa hiyo unaweza kukuta ile andiko unakuja kulitumia miaka 18 kuanzia sasa. Au miaka 9 au miaka 7. Tuendelee. Kwa hiyo nasema uwe tayari kunyang'anywa na kudhulumiana. Na kudhulumiwa, samahani, sio kudhulumiana, kudhulumiwa. Lakini pia Biblia haizuii, na asitenda kwenye maandiko yanapatikana, tulishasoma kwenye Matendo ya Mitume na nitakwambia tu urejelee pale, lakini si kama utapata muda. Biblia haizuii pia kudai haki yetu dhidi ya watu wa ulimwengu. Labda mtu wa duniani amekuja mfanyia kitu fulani, huwezi kumpeleka kanisani kwa sababu sio kwake, sio sehemu yake, sio mamlaka yake ya nidhamu. Kwa hiyo kumpeleka duniani ukamshtaki sio kitu cha ajabu, ila nacho kisiwe cha kwanza. Yesu alisema hajasema mtu wa dunia, hajasema Mkristo. Alisema hivi, mtu akikunyang'anya kanzo yako, mwachilie na koti. Na akikulazimisha kutembea maili moja, uwe tayari kutembea naye maili 2. Na akikupiga kulia, ngeuzie na kushoto. Picha ilikuwa inasema ni nini? Na alikuwa anaangalia watu wa dunia. Alikuwa anawaambia kwamba kwa kiwango kinavyowezekana uwe tayari kukubali kupoteza. Ndicho alikuwa anasema, hata kwa watu wa dunia, lakini kutegemea mazingira, kutegemea aina. Leo tunasoma nilisali moja tunasoma neno hili. Lakini Biblia ina masaa mengi sana inahubiri. Kuna sehemu nyingine inakwambia vitu vya namna ya kwenda kushtaki. Kwa mfano Paulo, sitaenda pale lakini si kama tunaweza kaenda pale. Paulo anaonyesha alitaka kwenda kesi yake, mnakumbuka kwenye Matendo ya Mitume, kesi yake akasema mimi nataka nikahukumiwa na Kaisari. Walitaka kumhukumu katikati hapo. Matendo ya Mitume 22, sitaenda pale. 22:25 na 25:9. Hapo pote, wakati yuko kwa Festo, wakati yuko Yerusalemu, amekamatwa kwa mara ya kwanza, alisema mimi nataka niende Rumi nikahukumiwe na Kaisari. Alikuwa na haki kwa sababu alikuwa anapambana watu wasio wa kanisa. Lakini kama ni sehemu fulani, kama ni kiwango cha kuonewa, alikubali akaonewa, lakini kuna mipaka ya kukubali kuonewa. Sasa nenda kasome neno la Mungu. Ujue ni wakati gani wa kukubali kupoteza, wakati gani wa kudai haki yako, kama neno la Mungu linavyosema. Kila jambo na wakati wake. Kuna watu kesi ya kwanza kabisa ni polisi. Kesi ya kwanza mahakamani. No. Sasa tutumie muda uliobaki kumalizia sehemu ya pili. Okay, mstari wa 9. Okay, mstari wa 8 kwanza anasema mlitakiwa ninyi ndio umewe wa mnaokata kesi mkiwa wasafi mkiwa watakatifu. Mstari wa 8 anawashangaa anasema bali kinyume cha hayo ninyi wenyewe mwadhurumu watu na kunyang'anya mali zao namu hata ndugu zenu. Unaona huu mstari unatisha sana. Anasema ninyi ndio mlikuwa mwe tayari kudhulumiwa, kuonewa, kufanya nini kwa ajili ya kama alivyofanya Kristo. Sasa ninyi mmeenda mpaka mmezidi dunia, ninyi ndio mnaodhulumu. Unaenda kwenye duka la Mkristo, unakuta yeye ndio mwenye mzani usiotimia. Biblia inasema sehemu nyingi sana, Yeremia, Ezekiel, Mithali, mizani ya udanganyifu ni machukizo kwa Mungu. Ninyi ndio mnaoenda ardhi mkiwa mmepakana, unakuwa wa kwanza kabisa kwenda kumwibia mpaka jirani yako. Anasema sasa ni ajabu. Yaani wale watu uliotegemea ni kama una watoto wawili, mmoja ni mkubwa mwingine ni mdogo. Ungetegemea yule mkubwa ndo amuongoze mdogo kuwa sawa, kwenda katika mambo, yani kufanya vizuri, kufanya mambo mazuri, kuepuka makosa. Sasa ukikuta mkubwa ndiye mkosaji, ndiye anayemuongoza mdogo kukosea mfano, ndio utashangaa sana. Na ndivyo ilivyo leo. Biblia inasema ninyi ni nuru ya dunia, ninyi ni chumvi ya dunia. Biblia inasema, lakini leo Wakristo ndio giza la dunia. Ndio wanayo leo hii movie chafu zote za dunia hii zinatokea katika ulimwengu wa Kikristo. Hazitokei katika ulimwengu wote mwingine. Zinatokea Hollywood. Ni taifa la Kikristo la Marekani.
Na kwenye noti zao wameandika in God we trust na kuhakikisha sio Mungu wa mbinguni. Lakini leo utakuta magari mengi yameandikwa in God we trust. Kwenye noti zao za dola wameandika wanamwamini Mungu. Mnamwamini Mungu ndio mnaoichafua 95 nafikiri kati ya 90 na kuendelea. Ya movie zote chafu zote. Mambo machafu yote unayojua mpaka ushoga na kila kitu unatokea kwenye mataifa ya Kristo. Ukija kwenye bara la Afrika machafu yote yanafanyika katika maeneo ambapo Ukristo uko mwingi. Machafu yote. Kimwi ndani ya Afrika. Ukija ndani ya Tanzania picha inakuwa vile vile. Yaani ukienda duniani picha ni vile vile mataifa ya dunia ya Kikristo ndio yanayoongoza katika uovu. Ndio yanaongoza katika silaha. Ndio yanaongoza katika kuua mataifa mengine. Hakuna mataifa yote ya Kikristo. Ukianzia na mataifa ya Wajerumani zamani, wale wanaitwa Walutheran wale. Ndio walikotokea akina Martin Luther. Karne ya 15. Wakazaa makanisa ya Waluteri. Lakini wanaitwa Wakristo wale. Ukaenda Uingereza wakati akiwa ni nani wa dunia. Utumwa wa dunia sehemu kubwa hata wale waliokuja wa Kiarabu walikuwa ni wacha mtoto. Watumwa walikuwa wanakamatwa na Wakristo. Tena wa makanisa. Na nisha kusema hata ndani ya Marekani vile vita vilivyopigana wakati ya Marekani mpaka wakapata taifa la Marekani, watu wa kaskazini na kusini walikuwa wanapambana. Wa kusini walikuwa ni Wakristo, wa kaskazini walikuwa ni watu tu wapo tu Wakristo lakini hohehahe Wakristo wa mwilini. Hawa wa kusini wa mataifa mikoa majimbo ya Texas, Arizona huko, Florida wapi huko kusini. Huku kaskazini kule ambako sasa nakupa ramani ya Marekani. Mwenyewe nimefika mara moja kwa hiyo lakini nimesoma tu. Wakawa wanapigana kwa lengo la kuwakomboa. Mtumwa anafanywa kama mnyama. Yaani ng'ombe mtu akupigia ng'ombe wako bure. Wakati anakupa maziwa. Kuna watu wengine ng'ombe paka wanalala ndani ya nyumba. Lakini mtumwa aliyekuwa anamfanyia kila kitu, yani mbali na kumfanyia chochote na kumchapa viboko na kumtesa na kumkatakata, na ni Mkristo. Picha hiyo haijawahi kufa, ipo mpaka leo. Uchafu wote wa dunia unatoka kwa Kristo. Wakati Wayahudi wanatesa Ukristo, Warumi watu wa dunia ndio walikuwa wanapambana, wanajaribu kuokoa wakina Paulo wasiuawe. Ndio picha hii. Unaweza kusema sasa mbona unaongea mambo ya kihistoria? Historia ndio yani jana inaizaa leo. Ndio unapoona kanisa limechafuka lianzia huko. Walipokataa kuisikia. Ukisikia baba usitegemee baba asiyesikiliza Biblia kama mtoto wake atakuja kusikiliza Biblia. Ni miujiza. Mama mtoto asipokuwa anasoma Biblia hata kai isome Biblia. Leo hii watoto wanavaa uchi kwa sababu walinunuliwa nguo za uchi walipokuwa bado wadogo. Kizazi cha siku hizi kinavaa vibaya. Nenda kaangalia wale watoto ambao hawajaanza kujinunulia nguo. Wanavaaje? Unaweza kufikiri naongea maneno labda ya mbali sana. Yapo yani ndio halisia wa maisha. Sasa twende tukamalizie sehemu ya pili ya kuanzia mstari wa 12 mpaka wa mwisho. Kwanza mstari wa mwisho umekosewa. Mstari wa mwisho ngoja ni usahishe kabla nisije nikasahau. Na haya mambo huwa tutakuja kuyasoma tutarudia kidogo sehemu fulani. Anasema mstari wa 20 ni usahishe. Anasema hivi. Anasema kwa King James Biblia kweli anasema hivi. For ye are bought with a price. Kwa maana mmenunuliwa kwa pesa, kwa bei. Yaani kuna bei imelipwa. Therefore glorify God in your body. Hivyo mtukuze Mungu katika mwili wako, and in your spirit, katika roho yako, which are God's.
Hayo maneno ya mwisho roho hayapo nafikiri kwenye Biblia ya Kiswahili. Ameishia kwenye mwili tu. Kana kwamba mwili ndio wa Mungu lakini roho hapana, anasema mtukuze Mungu katika roho, katika mwili wako na katika roho yako ambayo ni ya Mungu. Haya maneno hayapo. Sasa turudi baada ya kusahisha hapo, ngoja tuende sasa katika mstari wa 12 anakuja kuongelea dhambi ya uzinzi na uasherati. Na anaanza akiwa anatolea mfano wa vitu kama vyakula, anasema hivi, vitu vyote ni halali kwangu lakini si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Unajua, wewe nikuhakikishie. Kuwa na pesa ni halali. Ndio sio? Halali yako kuwa na pesa. Kuwa bilionea namba 1 Tanzania hapa Tanzania ni halali yako na ya kwangu. Lakini Paulo anasema sio kila kitu ambacho kwangu ni halali, sio kila kitu kinafaa. Wewe kutafuta pesa ukarara unaitafuta ni halali. Lakini haifai. Nicha anasema vitu vyote ni halali lakini sio vyote vinafaa. Sio kila kitu kifaacho. Anasema anaendelea mstari wa 10 anasema vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula lakini Mungu atavitosha vyote viwili, tumbo na vyakula. Leo hii mstari wa ukitumaliza anasema lakini mwili si kwa zinaa bali ni kwa Bwana na Bwana ni kwa mwili. Anaongelea vitu viwili ambavyo vinausumbua mwili. Vyakula. Unajua vyakula unaweza kufikiri kitu kidogo lakini vinasumbua watu. Kuna watu ukitaka kujua kwamba vyakula ni tatizo. Watu wa Kristo hawezi kama nafasi ipo mara nyingi mara zote anahakikisha amekula milo 21 ndani ya siku 7. Kama ikiwa michache milo 14 na kuendelea mpaka 21 na zaidi. Lakini ni milo mingapi ya neno la Mungu anakula? 0. Kwa hiyo kwa lugha nyingine huyu mtu kawekeza kwenye vyakula. Unasema vyakula ni sawa, vimetengenezwa ili kusudi mwili ule na mwili hauwezi kuishi bila vyakula. Anasema vyakula kwa mwili na mwili kwa vyakula lakini Mungu vyote atavyo. Anasema hivyo vitu vyote unavyotaka kuwekeza kula kwako masai milo 21 kwa wiki hivyo vitatoweshwa. Hata huo mwili ambao unataka kuulisha kwa sababu vyakula vinaenda kufanya kazi mwilini, havifanya kazi rohoni. Anasema vitafanya nini? Nao utatoweshwa, vyote vitatoweshwa. Havina vyote mwili na damu haviwezi vikaurithi ufalme wa mbinguni. Japo nguvu zetu tunazoamka nazo. Leo mtu akiamka asubuhi anasema naamka kwenda kutafuta ugali. Sawa. Lakini tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote mtazidishiwa. Biblia inasema. Sasa Mungu, neno la Mungu hapa anachotaka kusema ni kwamba vile vitu kutafuta pesa ni halali, kutafuta kula vyakula ni halali, lakini havifai, sio kusema kwamba ndio vya kwanza. Mimi namchallenge Mkristo yote yule, hata aliyeko mbali ambaye anatufuatilia. Wewe unajiita Mkristo. Roho, Biblia inasema mwili, anasema roho ndio itiayo nguvu, mwili haufai kitu. Biblia inasema unapata wapi nafasi kula vyakula vya mwilini tu kila siku lakini usipate muda wa kusoma neno la Mungu angalau sura moja. Ni halali kula chakula lakini sio kitu kinachofaa namba 1 kabla ya neno la Mungu. Biblia inasema Yohana Mathayo 4:4 na Luka 4:4 anasema mtu hataishi kwa mkate. Na ananukuu Kumbukumbu la Torati 8:3. Anasema bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Ni Mkristo yupi ambaye anaishi kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu? Alafu kutoka pale unaisema dini yetu vibaya, unaniuzi, dini yetu iko vizuri. Mungu anasema mtu ataishi kwa kila neno litokalo kwa kinywani mwa Mungu. Umesoma Isaya? Nitakusema. Inaonekana mkali huyu. Neno la Mungu linatutaki wakati mwingine anasema piga mguu, piga kelele, wahubirie watu dhambi yao.
wahubirie watu wangu dhambi yao na kosa lao. Unasema dini yetu vibaya. Nasema vibaya. Nenda kasome Isaya uimalize. Some Kumbukumbu la Torati uimalize. Nenda kasome Biblia uimalize, uone kwamba nitakuja kukusema vibaya. Mbona nitakupigana makofi vizuri? Na unasema sasa mbona unahukumu? Biblia inasema hivi. Okay. Ngoja turudi nyuma kwenye Wakorintho wa kwanza 5 anasema hivi wako hukumu ni watu gani? Ni watu wa ndani wale wanaitwa Wakristo. Mstari wa 12 Wakorintho wa kwanza 5 anasema hivi yani mimi yanihusu nini kwa hukumu wale walio nje? Ninyi hamwahukumu hao walio ndani? Lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Kama ni kanisa ovu liondoe, mliseme hili sio la Kristo, liondoe. Ndio sababu mara nyingine nikiwa hapa naweza nikashambulia Wakristo kuliko wasio Wakristo. Sio kusema kwamba wasio Wakristo ni wasafi, hapana. Hawana njia ya kwenda kwa Kristo na wanaenda kupotea, wanaenda motoni. Lakini tunapambana na hawa kwa sababu Biblia ndio inasema pambana na hawa waliomo ndani. Kwa hiyo anasema mwili ni kwa chakula na chakula sio muhimu sana. Lakini anasema anaingiza kitu kikubwa, anasema lakini mwili si kwa zinaa. Jamani ngoja niongee kitu nilichokiona jana. Nilikuwa nisikasahau. Jana nilikuwa hapo Mbezi. Wakina baba na kina mama na kaka na dada ndugu wote mnaonisikia. Tujitahidi kulea watoto wetu kwa mbele ya Mungu. Yaani tulikuwa tumekaa sehemu maeneo ya biashara, wengine wanauza vyakula, wengine wanachonga kucha, wengine wanafanya biashara mbalimbali, wanafanya nini? Biashara tu, maeneo ya biashara. Yaani kila tukio linalopita, aliyevaa kisuruali kinataka kudondoka chini. Wanaoshikana muda wote, yani hata biashara sio wanaifanya saa ngapi? Unakuta wanaume wawili wameshikana na binti mmoja wako yani hapo. Binti ametoka sio yuko anafanya biashara lakini yupo muda wote tu ni kushikana hata biashara sio inafanya saa ngapi? Nafanya saa ngapi? Yaani kuna mmoja nilimwona ni kijana. Alikuwa na kiduku kimefika hapo. Muda wote ni muda niliokuwa nimekaa pale niliona ameshikana na mabinti si chini ya watano. Na ameshikana na huyu anamwacha huyu anakuja ameshikana hapo. Barabarani magari yanapita hivi. Anauza chakula pale. Sasa kwa sababu alikuwa anauza kuku, nafikiri wote walikuwa wanatafuta labda zile kuku. Mwili ni kwa chakula. Na chakula ni kwa mwili lakini vyote Mungu ataviondosha. Biblia imesema na anasema lakini mwili si kwa zinaa. Biblia inasema tuendelee mbele mlango huu wa 6 mstari ule wa Biblia inasema hivi. Mstari wa 18 anasema ikimbieni zinaa. Kule kushikana ni matendo ya zinaa kabisa. Zinaa haishii hata kutamani ni zinaa. Japo hizo dhambi hazilingani. Tendo ni kubwa kuliko fikra. Japo fikra nzaa tendo. Moto mdogo ni hatari kuliko moto mkubwa lakini unaounguza ni ule mkubwa. Ninachoendelea kusema hapa Mungu anasema mstari wa 15 anasema je hamjui kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Anaendelea anasema ni viungo vya Kristo. Basi ni vitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba hasha? Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja? Anaendelea anasema maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho. Naye anasema ikimbieni zinaa mstari wa 17 wa 18. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Ngoja nitoe mfano. Leo hii mtu akitaka dhambi ni tamu. Nasema
ni tamu kwa wakati, kwa kitambo, lakini baadaye ni chungu na inatupa mtu katika moto wa jehanamu. Na ametoka kusema dhambi zinazotupeleka watu jehanamu ni zote. Leo hii kwa mfano wakati mwingine tunaona watu wanapeleka injili. Dhambi zote sio sawa jamani. Biblia hapa inaiweka, anasema hii kimbieni. Leo hii ukikutana na mtu anakuambia bwana, mimi zamani nilishafanya dhambi hii na hii. Huwezi kusikia mtu anasema jamani zamani mimi nilidanganya sana, naomba niombe. Hapana. Zamani mimi niliiba mbuzi wa mtu. Mpaka roho inaniuma. Hapana. Anakuambia nilishawahi kufanya dhambi hii ya uzinzi, uasherati, kahaba. Ndiyo inayokuja, ndiyo inayodumu katika akili yako na ya kwangu milele. Anasema kwa sababu inadumu katika mwili. Sijui kwa nini. Dhambi zote zinafanywa na mwili, lakini Mungu anasema kwamba inafanyika juu ya mwili. Hutasikia mtu anakuambia anajuta zamani nilikuwa na kumbukumbu itakayokuja. Mtu mmoja alikuwa anasema labda na mimi ili nilisikia kwa mtu, niliseme kwa vile nilisikia kwa mtu. Anasema ni rahisi kukumbuka siku karibu zote ulizofanya uzinzi na uasherati, zikawa zinarudi kwenye mwili wako kuliko siku ulizodanganya. Siku ulizoiba hazidumu sana kwenye akili. Inayozodumu ni hizi, hazifutiki. Anasema kwa vile hazifutiki kwenye kumbukumbu, vile vile hazikufutiki kwenye mwili. Sio dhambi ya kawaida kwa vyote vile. Na muda wote Biblia inapokuwa inaorodhesha madhambi, dhambi ya uzinzi, uasherati huwa zinakuaga hazikosi kwenye ile orodha. Lazima ziingie na hazikosi kwenye tatu bora. Lazima ziwe kwenye top 3. Sasa jiulize hao watu jana tu ndani ya nusu saa iliyokaa pale, yale matendo yalifanyika kama 5, 7, 10. Mara ngapi? Anafika sehemu fulani anakuwa kama sasa Biblia inasema anakuwa ni kama mtu kama chuma kilichochemuka kikatiwa moto kinakuwa kimepotea. Kama mtu anasema kama kitu kilichochomwa kwa moto kinapoteza fahamu. Kwa mfano mtu akienda mkono ukaanguka kwenye moto ukaungua kabisa. Hata ukipona ile fahamu mishipa ya fahamu inakuwa haipo tena. Inakuwa kama mtu mwenye ukoma. Sasa huyo mtu anafika sehemu fulani, yale madhambi yanakuwa mengi kiasi kwamba anakuwa na uhakika yule kijana na wale wanawake uwezo wao wa fikra ya dhambi ulishakufa. Ulishakufa. Mstari wa 19 anasema hivi: au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu? Anasema utakapotumia ule mwili ujue kwamba unamtumia Roho Mtakatifu. Unajua tuseme hata zile picha mbaya mtu aliyeokoka. Okay, unaweza kusema mbona kama nakwambia maneno tunaongea wala sio makali sana. Biblia ina maneno makali kuliko haya. Mtu aliyeokoka kila dhambi ili tulifikirie kila dhambi tunayoitenda tujue ni kwamba tumeshikamana na Roho Mtakatifu naye unamwambia. Unaangalia picha chafu na Roho Mtakatifu picha chafu inayoangalia. Kwa sababu anakaa ndani yako. Ndio maana yake. Una sehemu fulani kwenye Warumi nadhani kati Warumi 7 au 8. Anasema lengo letu ni kufanya dhambi. Paulo anasema katika kuhubiri, anasema na hasa katika kuhubiri sheria ya Mungu, ni kuifanya dhambi iwe dhambi sana, yani iwe mbaya kupindukia. Yani kama ilikuwa mbaya uitukane zaidi. Leo hii watu wanahubiri dhambi wakiwa wanaipaka asali. Uongo ukweli. Wanaipaka asali. Nikaenda pale, nikakaona kwa binti kama, yani ukiona kana tembea kana tikisa maneno kama hayo ya ajabu yamejaa kwenye madhabahu. Sema baba mtumishi, sema Daniel Mgogo, sema. Sicho hicho. Biblia inasema ule mstari sijauandaa uko kwenye Warumi
Anasema ni kuifanya dhambi iwe mbaya. Yaani kama ilikuwa mbaya mara 5 wakati wa kuihubiri uifanye iwe mbaya mara 10. Ndio maana lengo, ndio maana ya kuhubiri. Unajua unaweza kusoma neno kwenye Biblia wakati likihubiriwa unalielewa zaidi. Yaani kama ulikuwa unajua una ubaya fulani x hivi, inakuwa ubaya mara 3 x. Ndio maana ya kuhubiri. Ule mstari ningeupata ni Warumi nadhani 7. Anasema the objective is to make sin exceedingly sinful. Na ni kati ya Warumi 5, 6 na 7. Sasa sikumbuki ni wapi. Lakini nafikiri kuanzia Warumi 5. Okay, tutakuja kuipata, nitaitafuta. Anasema lengo ni kuifanya dhambi iweze kuwa mbaya sana. Iweze kuwa mbaya sana. Badala ya kuipaka asali, badala ya kuipaka sukari, tuipake uchafu. Kwa sababu ndicho ilicho. Mungu anaisema dhambi ya uzinzi, uasherati. Na tutaona kwenye mlango wa 7 anaanza anasema ni vizuri mwanamke asimshike mwanaume. Na mwanaume ni vizuri mwanamume asimguse mwanamke, asimguse. Ndicho anachosema. Sasa yule kijana wa jana sio kwamba alikuwa anamgusa tu. Walikuwa mpaka wanapigana mieleka pale. Uliona ukoona? Tulikuwa na shahidi hapo. Aliona. Na alikuwa mtu wa kwanza anasema hapa nimepachukia. Mimi nilikuwa natafakari, nilikuwa napewa majibu alichokiona. Barabarani magari yanapita, watu wanapita, biashara zinaendelea. Ndicho ilivyo, unakuta akina mama wanaouza vyakula, wanakuwa wateja wao muda wote ni upuuzi. Vijana wanaouza simu, wanaoweka siji muziki wamekaa, yani kazi yao zile, yani mavazi wanayovaa yanakuwa yako kazini kama wako ni uniform zile. Ni kama utakapomwona Anesha amevaa gauni yake nyeupe. Inamwambia niko kazini. Wale watu naoona lazima avae kimlegezo kisura kinataka kugusa chini. Kinataka kugusa nyuma ya magoti kudondoka. Ni sare yake kwamba nicho anachokifanya. Huwezi kumkuta yuko pale anafanya kazi yake maeneo ya biashara. Ndicho wanachofanya vijana kwenye mafundi. Wanapokuwa wako kwenye vituo vya kufanya kazi za ufundi. Yaani ni matendo. Jamani, tuzikimbie hizi dhambi. Na huna haja ya kufanya dhambi kama una uwezo wa kuikimbia. Biblia inasema ikimbie. Yusufu, Biblia inasema alipotaka fanya matendo ya uzinzi na mke wa Potifa, anasema alitoroka, alikimbia, alikimbia uchi, sio. Huko ndiko kuikimbia dhambi. Alikimbia akatoroka. Ndivyo ilivyo. Yameandikwa. Basi tutaishia hapa. Mungu tunakushukuru kwa mema na fadhili zako. Asante kwa mlango wa 6 wa Korinto wa kwanza. Asante kwa wote Mungu ambao umewafungua masikio waweze kusikia tono maneno haya Mungu. Hata kama yatakuwa ni magumu kwa ulimwengu, lakini Mungu kayarainishe kwa wote uliowakusudia, kwa wote uliowakusanya kwa ajili ya utukufu wako. Baba tunakushukuru, tunakuomba uendelee kutuhudumia katika vipindi vyote vinavyoendelea. Tunaomba baraka zako, tunaomba ulinzi wako, tunaomba amani yako. Tunaomba huruma zako Mungu, makosa tuliyokutenda ni mengi. Tunaomba amani yako, ufalme wa ajabu. Bariki na msikilizaji wetu aliyeko mbali, endelea kumvuta aende kusikiza zaidi na zaidi. Kristo tunakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tunaamini na kupokea. Amen.